Kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Muliro ametoa ufafanuzi wa kina kufuatia hali ya taharuki na maswali yaliyoibuka miongoni mwa jamii baada ya askari wa jeshi la polisi wenye silaha nzito za moto kusambazwa na kuzingira maeneo mbalimbali ya kimkakati ya jiji hilo na viungani vyake kote kuelekea sikukuu ya Sabasaba. Hatua hiyo kubwa ya kiusalama imeshuhudiwa na wakazi wengi wa jiji la Dar es Salaam waliotoka asubuhi ya leo kwenda kutekeleza mihangaiko yao ya kila siku ya kuitafuta riziki na kuendesha shughuli zao za kiuchumi na kijamii, ambapo walikumbana na uwepo mkubwa wa ulinzi dhabiti wa askari polisi walioweka doria kila kona ya mji ili kudhibiti hali ya usalama mapema. Uchambuzi wa mazingira ya jiji unaonyesha kuwa jeshi la polisi limeamua kuchukua hatua za makusudi na za kimkakati kwa kuweka askari waliovaa vifaa maalum vilivyotumika kufunika kabisa nyuso na sura zao wanapokuwa wamesimama kulinda maeneo yote muhimu yaliyotengwa kwa ajili ya operesheni hii kabla ya siku ya leo kuanza rasmi kwa maandamano yanayotarajiwa kufanyika. Ulinzi huu mkali kuelekea maonyesho na maadhimisho ya Sabasaba unajumuisha pia usambazwaji wa magari makubwa ya kutuliza ghasia, vyombo vinavyobeba mabomu ya machozi, magari ya maji ya kuwasha yenye uwezo wa kutawanya mikusanyiko mikubwa ya watu, pamoja na aina nyingine ya magari mazito ya usalama yanayofanana kabisa na vifaru vya kijeshi ambavyo yameonekana yakipita na kusimama kwenye maeneo mbalimbali ya barabara kuu za jiji la Dar es Salaam. Askari hao wakiwa wamemiliki silaha zao za moto kwa umakini mkubwa, wamejipanga na wamepangiwa majukumu katika maeneo nyeti ikiwemo stesheni zote kuu za mabasi za mwendo kasi pembezoni mwa mzunguko wa barabara unaojulikana kama makutano makuu ya jiji, maeneo yote ya makutano yenye taa ya kuongoza magari mbalimbali, pamoja na maeneo mengi yanayokabiliwa na msongamano mkubwa wa raia ambao wanahofia uwezekano wa kutokea kwa vurugu. Muonekano huu wa kijeshi barabarani umewafanya wananchi wengi kujadili kwa kina na kuhusisha operesheni hii na fujo kubwa inayovuma kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kumekuwa na uhamasishaji mkubwa wa kufanyika maandamano ya nchi nzima yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hofu ya wananchi na mijadala mtandaoni imekuwa ikichochewa na kumbukumbu ya matukio yaliyotokea huko nyuma mnamo tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka uliopita, ambapo maandamano yaliyofanyika yalisababisha mivutano mikubwa ya kijamii, ghasia kubwa za barabarani, uharibifu wa mali pamoja na vifo vya raia kadhaa, hali iliyopelekea jamii kuamini kuwa jeshi la polisi limeamua kujitokeza mapema barabarani kuanzia jana Jumatatu ya Juni tarehe 29 na Juni tarehe 20 ama tarehe 30 hadi wa sasa kuweka doria kila kona ya kuzuia marudio ya ghasia kama excess kabla ya tarehe ya maandamano yaliyotangazwa kufika ni siku ya Sabasaba, ambapo ni leo. Kufuatia hali hiyo inatishia utulivu wa kisaikolojia za wananchi wanaotafuta maisha yao ya kila siku. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Muliro amefanya mazungumzo rasmi kwa njia ya simu ili kuondoa ushahidi au sintofahamu hiyo, ambayo ameibainisha kwa uwazi kuwa ulinzi huo mkali unaonekana sasa barabarani si jambo geni wala hauhusiani na hofu yoyote ya maandamano ya mtandaoni, bali ni utaratibu wa kawaida wa kijeshi na kiusalama unaolenga kulinda maeneo yote ya jiji hilo na viunga vyake vyote vya nje katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu hiyo ya kitaifa.
Mkuu huyo wa polisi mkoa amefafanua kuwa jeshi la polisi lina wajibu wa kisheria na kikatiba wa kuhakikisha kuwa wananchi wote wa maeneo mbalimbali ikiwemo Kibamba wanakuwa usalama katika wakati wowote wanapotekeleza majukumu yao ya kijamii na ya kujenga taifa. Kamanda huyo amezidi kuorodhesha maeneo yote ambayo doria hizo zinatekelezwa kwa viwango kile alichotaja maeneo ya Tegeta, eneo la Bunduchi, maeneo ya Bunchu ama Bunchu B, kote huko ulinzi ukiwa umeimarishwa kikamilifu ili kuhakikisha hakuna kikundi chochote kinachoweza kuanzisha maandamano yasiyo na kibali cha kisheria. Kamanda Jumanne ameongeza kuwa operesheni hiyo ya kulinda amani inaguza pia maeneo ya Kitunda, Mwanangati, Mzombola, Kilume pamoja na wilaya nzima ya Kigamboni, ambapo kote huko askari wapo kazini kwa masaa 24 kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unalindwa bila kuwepo kwa mwanya wowote wa uhalifu kufuruga amani ya nchi siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 ambapo ni leo. Amesisitiza kuwa mamlaka ya jeshi la polisi ni kuwa ulinzi huo haupo kwa ajili ya kuleta tabasamu au mzaha kwa wananchi, bali ni kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu mazito ya kisheria ya kuhakikisha usalama wa kudumu unakuwepo kwenye sekta ya jiji hilo na kuizuia mipango yote ya furugu. Katika kurekebisha mitazamo ya wananchi wanaodhani ulinzi huo umeanza kwa kabla kwa sababu ya tarehe ya leo, Kamanda Jumanne ameweka wazi kuwa kama mwananchi ama mtu yeyote angekuwa amezunguka jiji hilo wiki iliyopita au hata mwezi uliopita, angeona hakuna utofauti wowote wa msingi na kile kinachoonekana leo barabarani, kwani jeshi la polisi limekuwa likitekeleza wajibu wake ule kwa viwango vile vya kiusalama kila siku bila kupunguza kasi yake ya kiutendaji. Amefafanua kuwa wananchi wanaona utofauti mkubwa hivi sasa kwa sababu tu wameamua kuanza kuzunguka jiji hilo jana na leo na kuanza kuangalia askari kwa umakini mkubwa, tofauti na walivyokuwa wakifanya siku za nyuma, wakati doria hizo zikiendelea kufanyika kote nchini ili kudhibiti makundi ya watu yanayotaka kuandamana. Jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam limehakikishia umma kuwa litaendelea kuwepo barabarani na kwenye maeneo yote ya mikusanyiko ya kijamii ili kuizuia viashiria vyote vya uvunjivu wa sheria, na kwamba vinao uwezo kamili na rasilimali watu wa kutosha pamoja na zana zote za kisasa za kuzuia fujo yoyote inayoweza kupangwa na watu wenye nia ofu dhidi ya usalama wa nchi na utulivu wa wananchi kuelekea siku ya Sabasaba. Kamanda Jumanne amewataka wananchi wote kuendelea na shughuli zao za kawaida za kila siku bila hofu yoyote ya kiusalama, kwani uwepo wa askari hao ni faida yao na usalama wa mali zao zote zilizopo kwenye makazi na maeneo ya biashara kote jijini. Hali halisi ya kiutendaji barabarani unaonyesha kwa pamoja na maelezo hayo ya jeshi la polisi, uwepo wa magari yanayofanana na vifaru na askari walioficha nyuso zao unaendelea kuwa ni kivutio kikubwa cha macho ya wapita njia na madereva wanaotumia barabara za mwendo kazi na mkutano wa taa ambazo usimamizi wa sheria unatekelezwa kwa kiwango cha juu cha nidhamu ya kijeshi. Harakati za kiusalama zilizoshuhudiwa kuanzia Juni tarehe 29 hadi leo zinasalia kuwa sehemu ya mikakati ya muda mrefu ya kulinda jiji hili kubwa la kibiashara nchini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, ambapo vinakabiliwa na ongezeko kubwa la watu na shughuli za kiuchumi